Ndugu zangu, poleni sana kwa msiba. Na mimi nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wananchi wenzangu wa kata Nsalaga, mtaa wa Ntundu, ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutoa faraja kwa familia hii ambayo kimsingi msiba wake unatia huzuni sana. Mimi naitwa Clemens James Mwandemba, diwani wa kata hii ya Nsalaga na diwani kijana Tanzania. Lakini ndugu zangu, nimeanza kuwapongeza kwa sababu mmefanya kitu kikubwa sana. Mimi nichukue nafasi hii kuungana na wananchi wa Nsalaga, wana Ntundu, kumpongeza bibi yangu kwa namna ambavyo amebeba mzigo wa hii familia. Tumpigie makofi bibi yetu. Ninafahamu wapo watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Neno lilikuwa fupi lakini lenye ujumbe mkubwa sana. Wakati nafika kwenye huu msiba sikujua nani amefariki, sikujua nani amefiwa na sikujua stori ya msiba. Lakini mara baada ya kufika hapa, kutana na wananchi wenzangu wamenipa stori fupi ya namna familia ambavyo imebeba mzigo mkubwa. Wakisema bibi yetu ambeba mzigo mkubwa sana. Na mimi niseme kupitia ofisi ya Mheshimiwa Diwani wa kata Nsalaga, Clemens James Mwandemba dogo janja anayeongea hapa. Ninatoa maelekezo. Nimeambiwa bibi yangu ana wajukuu wengi sana. Lakini wapo wajukuu ambao wanasoma shule ya msingi. Nimeambiwa wako wawili, si kama ni sahihi. Sawa, kweli Basi ofisi ya diwani wa kata Nsalaga nimekabidhiwa ofisi juzi. Nimepata fursa huu mtaa wa Ntundu, ofisi ya diwani ikishirikiana na ofisi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole, mama yangu Dr. Tulia. Nimepewa fursa ya watu 50 kila mtaa wanaoishi kwenye mazingira magumu ili washonewe uniform na masuala mengine mbalimbali. Ninaamini balozi wa mtaa huu yuko wapi? Mimi hapa. Umepewa maelekezo na mwenyekiti kwamba uandike wa majina watu wangapi? Majina ya watu 6. Sasa majina ya wawili yawe kwa mama huyu. Asante. Sawa. Hayo umesikia? Hayo nimetoa maelekezo kwa sababu kama diwani hawa ndio wananchi wangu. Kwa hali niliyoiona hapa, hata kama hao katika majina 6, majina mawili yao ya jukuu wa bibi hapa. Asante, nashukuru baba. Sawa. Mabalozi wengine nimeona, mabalozi msogea hapa. Balozi. Nimeona mzee wangu Mwaipela, Ngole, zimetoka hizi fursa. Kama diwani, ninataka zikitolewa fursa wapate watu wenye changamoto. Pasipo kuangalia dini, kabila, wala sijui nini. Wapate watu wahusika wenye changamoto. Nitafanya ziara. Hawa watu 50 mliopewa, nimetoa maelekezo kwa mwenyekiti wa mtaa. Nitafuatilia mimi mwenyewe kwamba wanaopewa ni wale wanaostahili. Wapewe watu wenye changamoto. Lakini baada ya kusema hilo, nikauliza je,